kushinda majaribu ya kufa moyo kwa haraka. Kuna kitu inaitwa kufa moyo kwa haraka, na Mungu tusaidie mwaka huu tusife moyo kwa haraka kwa jina la Yesu. Kushinda majaribu ya kufa moyo kwa haraka. Siku hizi nimeona maana hata tumekuwa tukiongea habari ya familia nyingi. Unaona watu wameoana baada ya kufanya ndoa mwaka mmoja, miaka mbili, wengine maybe mwaka watatu wanakosa mtoto. Wakikosa mtoto, unaona wako na yale majaribu ya kutovumilia, yale majaribu ya kutosimama, kutongoja. Yaani ni ndoa iko mwaka wa kwanza, ndoa iko mwaka wa pili, unawasikia wameanza kwenda kwa waganga, unawasikia wameanza kubabaika, mzee ameanza kutafuta njia hata za kuoa tena, kwa sababu watu wengi leo tunakosa ile stamina, tunakosa misuli, tunakosa nguvu za kustahimili majaribu ya kufa moyo kwa haraka. Haleluya! Nasema Mungu atupe neema ya kushinda majaribu ya kufanya tufe moyo kwa haraka. Wacha niongee kidogo kuhusu nchi ya Kenya. Sisi kwa Kenya tunajulikana baadhi ya watu ambao ni so impatient. Saa hii tuko mwaka ambao tunaanza kujiandaa kwa sababu ya uchaguzi wa Kenya. Hebu turudi nyuma kidogo, mwaka wa 2022 tukaingia kwa uchaguzi, tukaomba. Haleluya! Na mnakumbuka hata ile misemo iliyokuwako pale baada ya kushinda, tukasema sio uchawi, ni maombi, sio uganga, ni maombi. Tuko 2024, hata hii hatujakaa hii mwaka. Baada ya uchaguzi wa 2022, Wakenya wale ambao tuko na majaribu ya kufa moyo kwa haraka. Manunguniko yalianza lini? Jamani, 2023 manunguniko yakaanza. Hata baadhi ya sisi ambao tulisema sio uchawi, ni maombi, badala hata tungoje tuone maombi atafanya nini, hata sisi ambao wengi tumeokoka tuliingia katika majaribu ya kuona tena sio maombi, tukaanza manunguniko, tukaanza kulaani kile tuliyopea, tukaanza kubabaika na nini, kwa sababu wengi tuko na majaribu ya kufa moyo kwa haraka. Sasa hivi tunaelekea uchaguzi mwingine, hatujui sasa tutaelekeza uchaguzi wetu wapi, na labda baada ya kuchaguana Kenya tunajulikana, as soon as tumeelekea viongozi, hata hawajakaa mwaka moja, miaka mbili, tunaanza manunguniko. Wakenya jamani, Wakenya mko? Hatupo jamani? Bwana asifiwe. Overcoming the temptations of giving up so quickly. Ombea mtu apate biashara hapa. Unaombea mtu aenda kuweka biashara, na unajua biashara ni kama kuzaa mtoto. Hawezi ukazaa mtoto na baada ya kuzaa mtoto unatarajia ile mtoto ni mwezi, kama ndugu Mhora amesema amepata watoto, na congratulations for those children. Sasa Mhora ni father of 3 boys. Wale mko na wasichana, tuko na tumaini hapo kwa jina la Yesu. Si tuko na tumaini wale ambao ni walika hiyo kwa jina la Yesu. Lakini wale watoto sio kumaanisha kwamba amezaliwa na unaanza kumtazamia maybe aanze kula, aanze kutembea. Kuna yale majira, kuna kila kipindi jamani ambacho kina, hata kama unaomba wewe ni mhubiri, ni mtoto wa bishop, kuna kila kipindi kinahitaji sasa, hapa ni kungoja, hapa ni kustahimili na kungoja. Haleluya! Wale tulipata watoto, tunajua kuna wakati mlikuwa unabadilishana mtoto, unapatia mama kamelia sana, unamwambia na wewe kashike, hata kama ni 30 minutes nilale, nawe unakashika kama 40 minutes unalala. Sasa hapa haina ati ni mtoto wa bishop ama ni mtoto wa apostle.
hiyo akiwa hiyo stage, kuna hayo majaribu ambayo yanakuja. Unaombea mtu biashara, anafanya mwaka moja, anakufa moyo, anataka aende tu hiyo biashara iinuke mara moja, imnunulie gari, imnunulie lori. Mungu tusaidie kuepuka majaribu na kushinda ya kufa moyo kwa haraka. Praise the Lord. Amen. Juzi kuna mhubiri pia alinipigia simu akaniambia anataka kuniona. Kasema ni apostle, sawa. Kuna shida gani? So tukaongea kidogo, tuna simu. Tuombe namna gani kabla tuonane. Mimi nasikia kufunga kanisa. Kwa nini? Na umehubiri miaka ngapi? Basi nimehubiri miaka 3. Naona hakuna kitu kinaendelea, nataka nifunge kanisa. Jamani, kanisa miaka 3. Miaka 3. Haleluya. Miaka 3. Hata kuna washirika wanakunyaka kanisa kuangalia. Hata rada hapa kuna wale wamekuja observers. Na hiyo ni nzuri. There's nothing wrong about that. Wanakaa na kalamu na karatasi. Kiongozi wa TV ameongea nini? Na unajua wengine hata labda wamesoma kukuliko. Hiyo ameongea doesn't make sense, anaweka marks. Haleluya. Na yule ameimba hiyo wimbo alikuwa anajaribu kung'ang'ana nayo. Wacha nione kama hiyo saa nyingine ajaribu kung'ang'ana, anaweka marks. Praise the Lord. Wacha naye mhubiri nimpime na yeye neno lake liko kiasi gani. Kuna mtu anaweza kaa kanisa ni observer for 3 years, ana observe vile mnafanya. Na ndio ni vizuri sana wakati unafanya chochote hapa, elewa kwamba you're not just doing it for you. The others who are also looking at you. Wanaangalia ni language gani wao wanatumia. Wanatumia ile loose language kwa madhabahu, anaweka marks. Haleluya. Anaangalia hiyo yote. Hata anaweza toa pesa nyingi sadaka siku moja. Anaweza toa pesa nyingi aone how will pastor behave next Sunday. Kulikuwa na sadaka ya 50,000 kwa kikapu. Wacha nione atabehave. Kwa hiyo kama ulifungua kanisa miaka 3 umekufa moyo, na hiyo ndio miaka watu wana observe. Hawajaamua kuwa washirika, ni kuangalia, wanaangalia. Ibada ikiisha, mchungaji huwa anasalimia watu, anaangalia. Na ikiisha, nasikianga kuna chai. Hiyo chai ni hao wenyewe ama wageni kupewa. Ndio jamani, wale mnapeana chai pale, anzageni na wageni. Maana wageni wengi ni observe. Praise the Lord. Baada ya kuangalia naona hii kanisa naona kama ninaweza kaa. Na leo tunaombea mshirika mmoja amefanya observation na amesema ya kwamba anataka kujiunga na sisi. Kwa hivyo mwisho wa ibada msiondoke haraka, tuombee yule mshirika wetu. Wale mnakuja hapa mkuwe very careful, maana tunaobserviwa. Saa ingine tuko online, watu wanaangalia how do they do their things. Kwa hivyo yule mhubiri miaka 3 na amekufa moyo. Mungu nisaidie. Haleluya. Watu wengine pia wana saikolojia wanasema ati ndio ndoa iwe na misukosuko. Haleluya. Isukasukwe. Hiyo ndoa isikike sasa inaweza simama. Ni miaka 7. Haleluya. Apostle miaka 7. Saa hiyo mumeambiana hata nitarudi kwenu. Wewe enda. Nitarudi. Hata labda kuna mwingine ameshaenda hiyo within 7 years. Haleluya. Mwingine anaambiana ni hesabu meno, tulionana nikiwa na meno mangapi? 32. Ndio. Wanaambiana maneno yote. Hiyo yote ni misukosuko ya ndoa. Kama ndoa yenu haijasukasukwa, bado haijafika pale 9-10 years, hiyo itasukasukwa jamani. Hii miaka ya 3 ya 4 hapo ni ya kusukwasukwa ile mbaya. Severe rapid shaking iko hapo. Mpaka unaenda unarudi. Sasa ingine unasema unajipikia mwenyewe, hata ukiwa mzee unajipikia, unajifulia nguo. Hiyo yote ni miaka ya kusukwasukwa.
Mwingine anakaa hata niliona nilifanya makosa, ndio hiyo yote ni kusukosuko. Sasa ikifika pale 9, 10, 11, sasa hapo kama imeshika mizizi. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Wale bado tuko below 7. Oi jamani, shaking itakuja. Saa nyingine hata tunajua wakati umekosa kuja kanisa ni product ya hiyo shaking. Enda na mimi sitaenda. Anaenda, anakuacha. Na hiyo yote jamani tunaelewa. Usiwe na wasiwasi. Hiyo yote tunaelewa. Mungu nisaidie, niepuke na nishinde majaribu ya kutokufa moyo kwa haraka. Hata ndoa inahitaji investment, biashara inahitaji investment, wokovu unahitaji investment. Mwaka huu unahitaji tufanyie kazi. We will work for this year until this year is able to work for us. Amen. We work for it spiritually. Mpaka na hii mwaka itatufanyia kazi. Wazungu wanasema work for your work until your work can work for you. Amen. Ifanyie kazi yako mpaka hiyo kazi inaweza fanya kazi kwa sababu yako. Praise the Lord. Twende Joshua sura ya 6 kwa jina la Yesu. Majaribu ya kutokufa moyo kwa haraka. Maana hakuna kipindi itakuwa umeomba hakuna majibu umeona, bado hakuna majibu yamekuja. Ndoa unaona haina majibu, biashara bado haijasimama, huduma bado haijasimama, nchi yetu bado haijasimama. Kipindi kile kigumu sana cha mkulima ni kati ya kupanda na kuvuna. Na mimi nimetoka background ya wakulima Rift Valley, najua. Yani katikati ya kupanda na kuvuna, Pastor John, hiyo ndio the hardest time of a farmer. Na wengi hapa pia ni wakulima. Yani alipanda, nafikiri habari ya zile mbegu alinunua, habari ya vile alilipa wakulima, lakini hajaona mavuno bado. Hiyo kipindi cha kupalilia, hicho kipindi cha kupiga dawa, hicho kipindi cha kulinda. Saa nyingine hata kama kule kwetu kulikuwa mpaka usiku mnaenda kuangalia zile monkeys na wanyama wengine mchana, mahindi na nini. Hiyo kazi yote ya kuangalia ni kazi ngumu. Kule nilikuwa ninatembea kwa maako Mwea, wanapanda mchele. Unaona watu wanashinda kule na ile vitu ya kutupia ndege mawe mchana mzima, ndio mchele isikuliwe na wale ndege. Hiyo ndio kipindi ambacho ni kigumu, na pia kiroho kuna kipindi kama kile. Joshua sura ya 6, Mungu akapeana the command kwa sababu ya kuanguka kwa mji wa Jericho. Na nitasoma tu kama sisomi kila mahali kwa sababu ya muda, na ninajua hii hadithi tunaijua. Mstari wa 12, Joshua akaondoka. Hiyo ni Joshua 6 verse 12. Akaondoka asubuhi na mapema, na makuhani wakalichukua sanduku la Bwana. Na wale makuhani 7 wakachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku ya Bwana. Wakaendelea wakazipiga tarumbeta, nao watu wenye silaha wakawatangulia, na hao waliokuwa nyuma wakalifuata sanduku la Bwana, makuhani wakizipiga tarumbeta walipokuwa wakienda. So unajua Mungu alimwambia Joshua wazunguke mji wa Jericho siku 7, na siku ya 7 waizunguke ama wauzunguke mara 7. Lakini kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Mara ya kwanza walipoambiwa waizunguke, na ndio sasa hapa tunaelezwa vile kuliendelea. Hakuna yeyote kwenye Jericho aliyehisi kuna kitu kilikuwa kinaendelea. Nobody felt like nothing was going on. Hao watu walikuja mpaka Bible inasema walikuwa na tarumbeta, walikuwa na silaha, walikuwa mpaka wamebeba sanduku la Bwana. Lakini Jericho hata ikupata even a crack. Hata hakuna mtu alinote what was going on in Jericho. Walizunguka, baada ya kuzunguka kila mmoja akaenda zake.
Na siku ya pili, the Bible says, siku ya pili wakauzunguka mji mara moja, wakarejea kambini. Ndivyo walivyofanya siku 6. Ukisoma Bible haisemi anything that happened for 6 days. Nothing. Kuna wakati mwingine you pray na unaona ni kama hakuna kitu kimetendeka. Hallelujah. But kama wewe ni watu wa kufa moyo kwa haraka, utapotewa na baraka ya siku ya 7. Hallelujah. Kama mtu hawezi soma hii hadithi yote, hajui kuna siku ya 7, atafika pale atashindwa what was going on. There was no any significant observation ambayo ilionekana kwenye mji wa Jericho ati kuna watu walikuwa wanazunguka huo mji. Actually nobody even noted. Baada ya kuzunguka mara 6, ikafika mara 7, na ndio ninaomba Bwana atupe neema ya kushikilia imani yetu hadi mara ya 7. Kuna mara ya 7 ya kuomba kwako. Hapo ndiyo a point ya breakthrough inafika. May the Lord sustain your faith until the 7th time. But the first time nothing is noticed. Kuna wakati unaweza omba nothing. You feel nothing, you see nothing, you get nothing. Mara ya pili hakuna mtu anaelewa. Hata watu tu waliona labda kakuni kadogo wanaenda around Jericho wanashindwa, what are these guys doing? But let me tell you, hold until the 7th time. Praise the Lord. And verse 16, hata mara ya 7 makuhani wakazipiga tarumbeta. Zile tarumbeta ambazo walipiga mara ya 7 zilikuwa ni zile walikuwa wamepiga mara 6. The same ones. Ile sanduku ya agano walibeba mara ya 7 ilikuwa ni hiyo. Bible inasema ya kwamba wakawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu, na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenye vitu vyote vilivyomo isipokuwa raha. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba hebu twende pale wakati ambapo sasa walienda mara ya 7 wakazunguka wote, na Biblia inasema verse 20, basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta, hata ikawa watu waliposikia tarumbeta na za hao watu wakipiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka inchi kabisa, hata watu wakapanda juu wakaingia katika mji, kila mtu akiendelea kukabili wakautoa huo mji. Haleluya. Inaitwa the miracle of the 7th time. You can preach that sermon, the miracle of the 7th time. Muujiza wa mara ya 7. Nataka niwaonyeshe kitu hapa. Mara ya kwanza nobody noticed. Hata wakati mji ulianguka wote na ukuta ukaanguka siku ya 7, maybe kuna watu waliulizwa, nyinyi mnaeleza kulikuwa kunaendelea nini? Wakasema kuna watu walikuwa wanaenda around the city, kuna tumzee tu wa mama na tarumbeta pale. Yani hiyo ndiyo tu tunakumbuka tuliona watu wakienda around the city. Siku ya kwanza hakuna kitu kilionekana. Siku ya pili hakuna kitu kilionekana. Haleluya. Lakini siku ya 7 ilipofika, naomba Mungu akushikilie mpaka siku ya 7 ya maombi yako kwa jina la Yesu. Bwana ashikilie imani yako na yangu na maombi yetu mpaka siku ya 7. Haleluya. Wewe kama na wale wakufa moyo haraka, siku ya kwanza utakiva. Hata siku ya kwanza, ya pili, ya 3 ndio mtu anasikianga maneno mengi ya kuvunja moyo. Kwanza wale ambao unajua kuna wengine wakifunga wanaonyesha anakaa shingo
ameinamisha shingo tu. Ndugu, ufanye kazi au niko leo sijakula kitu. Sasa watu wanakuuliza, na hiyo umeombea nini imefanyika? Kwanza labda hiyo siku umefunga ndio umevamiwa na headache kubwa na kali sana. So watu wanakuuliza hii siku ndio mpaka watu wanakukriticize. Ile unaombea lazima ufunge kweli. Must you pray and fast? Lazima ufunge. Hiyo ndio unakutana na mtu ambaye hajui kufunga na kuomba ni nini, na ndio unaona shetani anakuonyesha mambo yake yanaenda vizuri. Haleluya. Hebu niwatahadharishe, caution. Unaweza funga na uombe ukute nyumba yako imefungwa. Majaribu ya siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Haleluya. Na landlord hajaokoka. Kwanza ni wale wachanaa na kiraiko. Na saa hiyo na wewe umetoka kufunga na kuomba, unakuta kufuri mbili. Kama wewe ni wale watu wakufa moyo haraka, hiyo maombi utafikisha hapo. Utasema, yaani Mungu umeniachilia nifunge na niombe na nimefungiwa nyumba. Shetani anataka ukufe moyo haraka, ndiyo breakthrough ya siku ya 7 isikupate. Ndiyo upotewe na breakthrough ya siku ya 7. Niliwaambia kuna ndugu alikuwa anaenda, ndugu moja alikuwa anafanya kazi ya kuuza mashamba. Akienda auze shamba likosa kununuliwa, hata hiyo saa nyingine ya kujichaji. Anaambia Mungu, si huku nipatia biashara na mimi siendi kanisa. Kesha inafanywa karibu na nyumba yao. Anafunga madirisha yote na milango ndio hata asisikie kelele za kanisa. Kisha na maana, Mungu nilienda kuuza na wewe huku nisaidia niweze kuuza. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Tukashinda majaribu ya kufa moyo kwa haraka. Nasema majaribu ya kufa moyo kwa haraka. Bwana sifiwe. Utafunga na uombe. The devil will try to discourage you. Saa nyingine tukifunga na kuomba unaona like things are getting worse. Because shetani anajua mara ya 7 inakuja. Praise the Lord. May the Lord sustain us to the last minute and the 7th day. I mean the 7th day, the 7th time of the miracle. In Jesus' wonderful name, someone say amen. Amen. 2 Kings chapter 5. Wafalme wa pili sura ya 5. Na mwanafunzi mzuri ni yule anarudi kwa Biblia na hiyo hadithi anaisoma, na kama wewe ni mhubiri unatoa ufunuo mwingine mkubwa, the miracle of the 7th time. Hebu tuje kwenye hadithi ya Naaman. Hii hata tunaijua. Naaman yeye ni jemedari wa jeshi la Shamu, Syria. Leo Syria iko capital yake inaitwa Damascus. Na tunajua last year walikuwa na change of government. Huko ndio Wakristo wanauawa sana hata saa hii. So Naaman ameambiwa nini na Elisha? Ukisoma Wafalme wa pili sura ya 5, ameenda kwa Elisha. Sura ya 8 ameambiwaje? Ikawa yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu mfalme akasema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu, naye atajua kuwa yuko nabii katika Israeli. So Elisha yuko Samaria. Naaman ameenda kule Israeli. Samaria ni mji kati ya taifa la Israeli. So ameenda. Baada ya kwenda kule, tunajua hii hadithi. Naaman akiwa mtu mkubwa, a dignitary, mtu ambaye ana heshima, wale tunaita VIP, ana watu wamemsindikisha. Wale ambao tumesoma Bible, aliambiwaje? Nenda kwa mto Jordan ukaoge mara 7. Kwao kulikuwa kuna mito ingine ambayo aliitaja, mito mizuri. Jordan is not a very clean river. So the point is,
baada ya kwenda pale katika mto wa Jordan, Elisha sio makosa alikuwa amefanya. Alimwambia, my friend, hata kama wewe ni dignitary, na yeye hata hakutoka, aliongea akiwa ndani. Na sasa huyu jamaa akaenda, I am sure wakati Naaman alipoingia mara ya kwanza kwenye maji, lazima alijiangalia kama amepona. Hata akauliza, jameni, must I go the whole 7 rounds? Yaani mnataka kumaanisha mara ya 3 siwezi nikapona? Naaman pia alikuwa na majaribu ya kufa moyo kwa haraka, haleluya, akose kufika mara ya 7 ambayo ndio mara ya completion ya kupona kwake. Hata kama ni mimi ningejiangalia mara ya 3, maybe angesema must I go back there, lazima niingie pale mara ya 2 na mara ya 3. Kama vile wale watu wa Jericho walikuwa na majaribu ya kutozunguka mji mara 7. Na ninajua labda kuna wale walianza mara ya kwanza wakashindwa, wakaingia mara ya 2 wakashindwa, lakini Mungu alikuwa amewangojea katika mara ya 7. Bwana tusaidie, tusiwe watu wa kufa moyo kwa haraka. Tusife moyo kwa haraka hata kwenye biashara. Hata ninazungumzia hata wale wazazi. Kuna matokeo ya mitihani imetoka, na labda hata mtoto wako kwa mfano hakupata zile alama ambazo labda ulitarajia ama yeye mwenyewe alitarajia. Na mnajua vizazi hivi ambavyo tuko navyo saa hii, wengine wao hawa wachanga ni watu wa kufa moyo kwa haraka sana. Juzi nilikuwa ninaona kwenye mitandao, kwenye gazeti, fikiri ni mama mmoja alikuwa anapewa shahada ya PhD, na alikuwa kwenye KCSE yake alikuwa amepata I think D+ or D-. Ilikuwa ni alama kama hiyo. Wanafunzi ambao mko hapa, unaweza kuwa ulikuwa unataka kuingia straight university kwa ile tunaita regular admission. Regular ni ile serikali inakulipia, sio ile parallel ya kujilipia. Unaweza kuwa ulipata hata D-. Na unajua kwa mfumo wetu wa Kenya, unaweza kuwa yule alipata A ama B aingie chuo kikuu mara moja. Na wewe kama sio mtu wa kufa moyo haraka, hata ukiwa na D-, unaweza anza course inaitwa artisan. Ukitoka artisan unaingia craft level. Ukitoka craft level unaingia certificate. Kutoka certificate unaingia diploma. Kutoka diploma unaingia kwa degree. Haleluya. Mmepata hiyo kweli jamani? So yule ambaye aliingia moja kwa moja degree achukue miaka 5, labda wewe itakuchukua miaka 7, lakini mtakutana university pamoja. Akiajiriwa lecturer, mtafundisha university moja. Praise the Lord. Ama kama umepata C, unaanza certificate, unaenda diploma, from diploma bachelor's. Yule ambaye aliingia kule na hata huyo ambaye amesoma miaka mingi yako na advantage, ameanzia mbali, amekuwa na miaka mingi ya kuwa shule. Kwa hivyo kama wewe ni mtu, wewe ni wale wanafunzi wa ule moyo mwepesi wa kufa moyo kwa haraka. Tumesikia matokeo ya shule yametokea, unasikia watoto wengine wanajinyonga, unasikia si kupata A na jinyonga. Jamani, hata kupata E is not a capital punishment. Hata kama umepata E, haleluya. Si mnajua E? Nasema E, sio ile ya excellent, ile E ya nothing. Unaweza anza kutoka mbali. Na sasa hivi nimeona mpaka serikali yetu wanaangalia yule mtu ambaye una course unafanya. Wewe ni mtu wa jua kali, utawahi ingia shule ya mtu na unataka certificate, unafanywa mtihani, wanaona kama wewe ni plumber, wewe ni electrician, wakiona umepita unapewa certificate,
unaingia katika system ya masomo ambayo ni formal and official. Hakuna nafasi ya kufa moyo kwa jina la Yesu. Kwa hivyo kama wewe ni mzazi ulikuwa unatarajia A ama B, mtoto wako labda, tafadhali umtie moyo, usiwe mtu wa kufa moyo kwa haraka. Haleluya! Yule atachukua miaka 4, wewe utachukua miaka 5. Nyinyi wote mtakutana pamoja. Bwana nisaidie kwa jina la Yesu. Nisiwe mtu wa kufa moyo kwa haraka. Praise the Lord. So Naaman alijaribiwa kuangalia mwili wake mara ya 3. Lakini mara ya 3 there was nothing. Alijaribiwa angalie mwili wake mara ya 4. Akaangalia mwili wake mara ya 5. Akaangalia mwili wake mara ya 6. Lakini Mungu alikuwa amepanga akiingia mara ya 7, hapo ndipo mwili wake utakapobadilishwa. Mungu anataka, God wants us to develop some spiritual muscles, spiritual stamina, ili ambayo ya kutusaidia kutokufa moyo kwa haraka sana. Na pia usiwe mtu wa kuangushwa na mambo madogo madogo. Haleluya! Kama sasa ni kipindi cha kufunga na kuomba, ndio shetani huwa analeta, hata saa ingine ni test ya Mungu. Unaona mtu anakupeleka lunch, unapima, unaona na siku hizi unajua watu wanaamini ati ukikula kuku ni umekula chakula mzuri. Can I surprise you? Baadhi ya hizi kuku zingine labda they are not even as delicious as sio nzuri kama zile kuku za zamani. These are not the days tunasema nilikula kuku ati unaingia watu, jamani, hapana. So kuna mtu anaangalia ni kuku na nini? Hiyo unajua ninamalizanga mwezi mmoja sijaona. Watu ni kata maombi. Unakumbuka kata? Haleluya. Unakata maombi, unakula hiyo, alafu unaanza maombi kesho yake. Bwana nisaidie nisiangushwe na mambo madogo. Ile chakula cha Esau cha siku moja, alafu akaangamiza birthright ya generation yake yote. Bwana nisaidie kwa jina la Yesu. Kwa hivyo mara ya 7 ya Naaman ilikuwa ndiyo mara yake ya kupona. There must have been some temptations. Ajiangalie mara ya 5, akaona nothing happened. Hata sisi tuko na mara yetu ya 4 ya maombi yetu. Mara ya 5 umeombea jambo, unaona labda hakuna dalili na kuja. Wacha nikwambie, unahitaji Mungu akusaidie na mimi tupate neema ya kufika mpaka mara ya 7 kwa jina la Yesu. Nasema Mungu nipe neema ya kufika mpaka mara ya 7 kwa jina la Yesu. Wacha nisome neno lingine moja, Wafalme wa pili sura ya 18. Wafalme wa kwanza sura ya 2 ninaita kuepuka majaribu ya kufa moyo kwa haraka. Na maombi ni njia moja inatusaidia kuepuka majaribu, na inatupatia stamina, misuli ya kiroho ya kuweza kushikilia imani yetu mpaka mara ya 7 kwa jina la Yesu. Haleluya. Wafalme wa pili sura ya 18 na pale katika mstari wa 41. Halafu saa yetu ni mazuri, tusome neno lingine moja na tuombe. Huyu ni Elijah pamoja na mtumishi wake wakati wa mfalme Ahab, na verse 41 inasema, mnakumbuka Elijah alikuwa ni yule nabii aliyefunga mvua, na kitabu cha Yakobo inasema Elijah alikuwa ni mtu kama sisi, aliomba kusiwe na mvua na hakukuwa na mvua. Kitu kimoja Mungu ametupatia ni mamlaka ya kufunga mambo. Nasema tumepewa mamlaka ya kufunga mambo. Haleluya. Na ni vizuri hata kuomba maombi ya kufunga na kufungua. Unafunga maovu, unafunga mambo, unafunga kifo kwa jina la Yesu. Na ninaomba kama vile baba wetu walituombea jana, mwaka huu kusiwe na maombolezi katikati yetu kwa jina la Yesu. Tunafunga milango yote ya kuomboleza.
Twafunga milango yote ya kuomboleza kwa jina la Yesu. Tunapoomba na kufunga, Mungu tuondolee maombolezo yote. In Jesus name. Someone say big amen. Amen. Verse 41. So baada ya Elijah kuona majira ya kufungua mvua yamefika, anasema na Elijah akamwambia Ahab, haya inuka unywe na ule, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahab akainuka ili ale na anywe. Naye Elijah akapanda juu ya mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, unajua ni kuomba, anaomba. Hiyo inaitwa prayer posture, anaomba. Kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema hakuna kitu. Naye akanena akamwambia, enenda tena mara 7. Enenda tena mara 7. Praise the Lord. Akaambia go again 7 times. Huu ni wakati mvua inaenda kunyesha Israeli, na nabii wa Mungu ameomba, amesujudu, anaomba. Na Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo anaomba, akamwambia mtumishi wake, nenda baharini. Unajua mpaka meteorological wanasema kuna mvuke huwa unatoka kwa bahari, alafu unakuja unaleta mvua. Akamwambia nenda kwenye bahari, na unapoenda kwenye bahari angalia kama kuna wingu linalokuja linaleta mvua. Hallelujah. And this was a very very big test. Sijui ni wangapi wetu wakeshinda majaribu haya ya mara 7. 7 times going back. Akaambiwa mara ya kwanza, akaja akamwambia are you seeing anything? Biblia inasema akamwambia sijaona chochote. And then Elijah akamwambia do you know what? You're going back 7 times. Praise the Lord. Amen. Na alikuwa every time anakuja anamwambia Elijah I see nothing, sioni kitu. Hapo katikati ya mara ya kwanza na mara ya 7 kuna neema nyingi sana inahitajika. Kuna majaribu ya kutoona kana kwamba hata hilo wingu halitakuja. Kuna majaribu, na hivyo ndivyo katika huduma ya kuomba. Unapoomba kuna majaribu ya kuona kile ninaomba ni kama hakuna kitu kinafanyika. Naombea mzee abadilike, naombea watoto wabadilike, naombea huduma ibadilike, naombea maisha yangu yabadilike. Kama una ile neema, ile spiritual muscle, ile spiritual stamina, utakata maombi mara ya 2 au mara ya 3. Maana ni kama mkulima aliyepanda mbegu, na kipindi ambacho ni kigumu sana ni kati ya wakati amepanda na wakati atakapovuna. Kuna wakati ataenda shambani arudi bila chochote, sio kwa sababu mimea imeng'olewa, sio kwa sababu imeibiwa, ni kwa sababu majira ya kuvuna hayajafika. Haleluya! Yule mkulima anaingia kwa shamba, anatoka na marori na mahindi, ndiye yule anaenda kwa shamba anatoka bila chochote. What is the difference? Difference ni kwamba wakati anatoka bila chochote ni kukomaa, mbegu haijakomaa. Haleluya! Na anaweza jaribiwa kukata hiyo majani yote, anaweza jaribiwa ang'oe yote, anaweza jaribiwa aone kama kazi ambayo alifanya ni ya bure. Lakini yule anaingia anatoka bila, ndiyo siku moja unaona ameingiza marori. Hiyo marori inatoka na mahindi. Haleluya! Bwana nipe neema ya kuvumilia mpaka mara ya 7. Bwana nisaidie nisiwe mtu wa kufa moyo kwa haraka. Haleluya! Aliambiwaje? Enenda mpaka mara 7. Verse 44. Ikawa mara ya 7
Mara ya 7 tazama wingu, akasema tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni ndogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi. Na hivi ndivyo watabiri wa hali ya hewa huwa wanatuambia, inatoka kwa kule Indian Ocean ama mabahari mengine, mvuke ile vapor, na ina form the cloud, the dark clouds. Kwa hivyo science imetoka kwa Biblia. Kuna mawingu meusi na mawingu na upepo, ndio mvua ikaletwa na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Haleluya! Mvua ikaja kwa wingi sana. Lakini huyu mtumishi wa Mungu that is a servant of Elijah, Biblia inasema kwamba nadhani ni Gehazi, alikuwa na majaribu makali sana ya kurudi kila wakati na kuja kusema sioni kitu. Go back again, I see nothing. Go back again, I see nothing. Until wakati hakufa moyo, mara ya 7 ikafika. Na tabiri, may the Lord bring your 7th time in the name of Jesus. May the Lord usher you to the 7th time of your breakthrough. The 7th time of the breakthrough of our nation. In Jesus' mighty name. Kuna mambo yanahitaji persistent prayer. Sio wale maombi ya inaitwa hit and run. Kuna watu wanagonga, hata akiomba maybe tumeanza kesho, aone wiki moja, sioni kama kuna dalili, anakufa moyo. Kuna neema ya kushikilia mpaka mara ya 7 kwa jina la Yesu. Hebu tuone neno la mwisho, alafu tuombe neno la mwisho, na Bwana atatusaidia kwa jina la Yesu. Katika Wafalme wa Kwanza, that was not me to read, lakini nasikia Wafalme wa Pili, I think it is 2 Kings chapter 13, Wafalme wa Pili sura ya 13. Bwana nisaidie nisiwe mtu wa kufa moyo kwa haraka kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana nisiwe mtu wa kufa moyo juu ya ndoa, juu ya huduma. Haleluya. Wale ambao ni tuko wahubiri na wale ambao we are aspiring to be preachers, na ninajua kuna machua pastors hapa ambao tuko nao, hata huduma inahitaji a lot of perseverance. Wale ambao ni vijana ambao wanainuka, wanaangalia ministry in terms of money alone. Anaangalia, anaona ya kwamba sasa nikiwa na washirika kama hawa, sikuwa nalipatia chakula ya mwezi mmoja, huyo 1,000. Kuna mchungaji tulikuwa naye zamani, na kazi yetu mingi ilikuwa ni kununua chakula yake na kulipa nyumba, na ilikuwa ukikataa unalaaniwa. Ukikataa kulipa nyumba unalaaniwa. Na yeye hakuwa analaani kwa kuficha, alikuwa analaani waziwazi. I thank God hizo laana nyingi hazikutupata. Wale ambao tuna upcoming preachers, ministry is not about money. The motivation, the driving force, the intention, the motive isiwe ni pesa. Na kama ni pesa, Mungu atakuletea mambo mengine ambayo money cannot solve. Una pesa, lakini pesa haiwezi ikasuluhisha haya mambo. Isiwe kwamba, maana watu wengi wakiona maybe hata mtu ana huduma kubwa, wanaona tu glory ya upande wa pesa. Uimagine vile uko na watu wengi, kama tuseme hapa huwa maybe watu 20 wanatuma prayer request. Hiyo ni kumaanisha wakiwa 500 watatuma kama 200. Hiyo bado ni stress. Hiyo bado ni burden nyingine juu yako. Praise the Lord. Amen. Na inabidi ubeba watu wote na moyo. Na unajua kwa huduma itasemekananga, kwa huduma kuna namba kubwa haikupendi. Hata kuna watu saa hii labda nikihubiri wanafunga, haibaiti. Watasahau. Wacha kimya. Na inabidi upende wale watu. Praise the Lord.
Ati wewe unaona upande wa pesa peke yake. Na kuna watu wanakusekenya na wanasema sitoki kanisa, na sitakuheshimu, na sitakutambua, na hata fungu la 10 sitoi. Unajua unatakiwa upende wale watu. Haleluya. Bwana asifiwe. Na anasema ukiwaambia mlango uko wazi, wanasema sitaenda. Kuna kanisa tulikuwa siku moja, kuna mama alikuwa amesema mimi kanisa sitoki, na sitoi, na sihudumu, na yani yote anasema hakuna, hata kutoa anasema hata hiyo hatoki. Je, unatakiwa upende wale watu. Praise the Lord. Kwa hiyo ati wewe ni ayama, ile macho yako yote inaangalia. Na kuna wakati hii kikapu itakuwa na 200. What are you going to do? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Inakuwa na 200, utafanya nini? What are you going to do? Unalaani watu. You are not called to curse people. Hujaitwa ulaani watu. Saa ingine unaletewa watu kama David. Biblia inasema David aliletewa men in distress. Watu walikuwa na madeni. Unajua hata kuna mshirika unaweza letewa na Mungu, anauliza Mungu, yaani kai warora wote wana udeni roho hii mwana. Yaani Mungu umezunguka mahali pote ukaona uniletee huyu. Praise the Lord. Amen. Na mnajua kanisa zingine hata hii yetu saa ingine baada ya ibada kuna watu wako pale. Pastor ni kwenda kungojea. Kwangu hakukaliki. Niki, ni nini kuna shida? Hatujui tunaenda kula nini wala jana hatujui, hatukula chochote. Kuna watu wakitoa hii pesa ikitolewa wanaisimamia pale. Nauli, sijui kuna nini, sijui. So kama wewe ni mchungaji ambao unaangalia upande wa pesa, utakufa moyo kwa haraka. Hubiri watu waende mbinguni. Nasema hubiri watu waende mbinguni. Wakitoa ni sawa. Na unajua uzuri wa Mungu, hata watu wasipotoa, Mungu anakuletea na njia nyingine. Usiwahi kutegemea watu 100%. Unasema ati ndio wanakusimamia. Wewe angalia Mungu na Mungu atawaamrisha. Kuna wakati Mungu anaweza simamisha only one person here. Mtu mmoja tu anagharimia mahitaji ya mwezi mzima wa kanisa. Na wewe ulikuwa unaangalia umati. May the Lord help us tusife moyo kwa haraka kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Na usiwe wale ambao wakati una pesa ndio unataka uongoze ibada. Unaweza naweza peana neno, na sisemi mchungaji, sisemi Pastor Frank, lakini wakati una pesa unasema can I encourage people today? Mnaweza nipatie ni encourage watu. Kumbe encouragement tuko nayo sio kwa moyo, iko kwa mfuko. Tunataka ile iko kwa moyo, sio ile iko kwa mfuko. Amen. Na wakati tujalipwa mshahara, ati msiniambie niongoze ibada katikati ya tarehe 10 na 25. Kwani hizo siku ziko na nini? Ni zile siku hujalipwa mshahara. Kwani upako wako unakujaga na mshahara? Bwana nisaidie nisife moyo kwa haraka. Amen. Nisaidie nisife moyo kwa haraka. Praise the Lord. Hata niombapo ninaona kama mambo yafanyiki, hear me Lord my God, in Jesus name. Someone say amen. 2 Kings 13 verse 15. Hiyo ndio neno la mwisho, na ndio tuombe sasa. Praise the Lord. Verse 14. Basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Naye Jehoashi mfalme wa Israeli akateremka mtazame, akamlilia mbele yake, akasema, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Hiyo ni jina walikuwa wamepatia Elisha. Elisha akamwambia, toa uta na mshale. Naye akatoa uta na mshale, akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta. Naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme, akasema, lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Akalifungua. Basi Elisha akasema, piga. Akapiga. Akasema, huo mshale ulipiga ni mshale wa Bwana wa kushinda. Naam,
mshale wa kushinda Shamu ambao walikuwa ni maadui wake, kwa maana utawapiga Washami hata Afeki, hata utakapowaangamiza. Haleluya! Mshale ambao walipewa Elisha, Amina, mfalme wa Israeli, na Elisha nabii akaweka mikono. Unajua mshale unavutwa hivi, nabii akaweka mkono moja kwa hapa mbele kwa mshale na hapa mahali wanavuta, akamwambia sasa unapiga mshale prophetically. Sasa huo mshale uko na neema ya kushinda Washamu who are the Syrians mpaka uangamize. Akaambiwa nao, kulingana na vile unataka kuwapiga, sasa rusha mshale. Amen. Abi understand? Je, tunaelewa? Akaambiwa sasa elekeza mshale kwa maadui wako. Unajua alifanya nini? Biblia inasema yule mtu wa Mungu, Biblia inasema akasema itoe mishale, akaitoa. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini. Akapiga nchi mara 3 akawaacha. Yule mtu wa Mungu akamkasirikia, akasema ingalikupasa kupiga mara 5 au mara 6, na mimi naweza ongeza hata mara 7 hata mara 8, ndipo ukalipiga Shamu hata kuiangamiza. Bali sasa utaipiga Shamu mara 3 peke yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua nabii hapo pale, mishale ni mingi, nguvu iko, mikono ya Elisha haijaondoka, lakini mfalme akachoka kwa haraka, akapiga mara 3 peke yake. So nabii akamwambia, I wish ungepiga angalau mara 5. Wacha niwaambie kwa jina la Yesu, hii Januari tunaenda kupiga mishale mingi. Hii mishale ni mishale ya kuangamiza shetani, na maombi ya kufunga ni kama mshale ulio na sumu. Nimeona kama kule Wakalenjin wanapigana, saa ingine wanapigana na Wakisii kule Transmara na wapi, kuna ile mishale huwa inawekwa sumu pale kwa tipu ya mishale. Hiyo mshale ikidunga mtu haimuui tu kwa sababu ya kutoa damu, inamuua kwa sababu iko na poison. Sio tu mishale tunalenga tunapoomba ya kawaida. Mishale iliyo na kuomba na kufunga ni kama mishale iliyo na sumu ya kuangamiza shetani. Piga mishale ya imani, sio mishale 2 au 3. Piga 8, piga 10, na kadiri ya vile tunapopiga mishale mingi ndivyo tutamshinda shetani sana. Nasema as many as the arrows we throw to the enemy, so shall be our great victory in the name of Jesus. Nabii alikasirika, akamwambia, oh my God, umepiga tu mara 3 ukachoka, only 3 times. I wish ungefikisha mara 5, ungewashinda Washamu mara 5. Tunaenda kupiga mishale mwezi huu. Tunapiga mishale ya imani, tunapiga mishale ya nguvu za Mungu, tunarusha mishale ya ushindi kwa jina la Yesu. Rushia mwezi wa 2 mishale, uambie roho ya kunikataa ninakupiga kwa jina la Yesu. Maroho yote ambayo yanatupiga ya mwaka mpya, haleluya, tunayarushia mishale ya maombi, mishale ya neno la Bwana. Hatutarusha mara 2 mara 3 tuchoke, tunarusha mara 10, tunarusha mara 20 kwa jina la Yesu. The miracle of the 7th time. Inamisha uso wako mbele za Bwana. Tuombe sasa kwa jina la Yesu. Hiyo neno inatosha. Develop a word of God in you. Develop that stamina. Tuweke stamina ndani yetu. Maombi sio kuadhibiwa, maombi sio punishment, no. Tunajiwekea akiba ya maombi kwa jina la Yesu. Oh Lord my God, Father Lord I pray, tunajiwekea akiba ya maombi. Zamani nilikuwa nimeshindwa kwa nini madaktari wanasema watu wakatoe damu. Wanasema maybe kuna mtu maybe ni mgonjwa, tikimbieni mkamtoe damu. Ninajiuliza kwa nini huwa hawaweki damu, wanangojea watu wakatoe. Kumbe nikajua hata watu wa dunia wako na hekima, wanajua sio ile unaenda
yule anawekwa. Kumbe kuna akiba ya damu, hawategemei ya yule anakuja. Wanajua labda tunaweza itana pakose mtu, lazima tuwe na akiba, blood bank ya kutusaidia. Na sisi watu wa kiroho tuwe na akiba ya maombi. Kuna wakati tunaweza hitaji Mungu tushindwe kuomba, lakini Januari tuweke akiba ya maombi ya kutosha. Hiyo akiba itatusaidia mwezi wa 5. Wakati nitahitaji mtu anisaidie nikose, lakini nitakuwa na akiba ya maombi. Hiyo akiba inisaidie mwezi wa 6, akiba inisaidie mwezi wa Disemba, akiba isaidie watoto wangu wakiwa shuleni. Akiba ya maombi itawasaidia kwa jina la Yesu Kristo aishiye milele. Mungu nisaidie, nisiwe mtu wa kuomba Baba na kufunga na kufa moyo kwa haraka. Overcoming the temptations of giving up so quickly. Leo kuna watu ndoa zao zimeanguka, walioana mwaka mmoja, miaka 2, wakakosa ile nguvu ya kushinda majaribu ya kufa moyo kwa haraka. Leo hawako pamoja. Leo kuna mtu alianza huduma alishindwa, kuna mtu aliajiriwa akashindwa. Wengine wakiajiriwa hawataki kurekebishwa, hawataki kukaa chini ya mamlaka, hawataki kuambiwa vile watafanya kazi, wanataka wajiambie, wanataka wajitawale, hawataki watawaliwe. Kwa hivyo yule anaondoka kwa kazi kwa haraka, maana anataka afanye kazi kulingana na vile anajua. Mungu tusaidie Bwana, tuepuke na tushinde majaribu ya kufa moyo kwa haraka. Tuweke akiba ya maombi ndani yetu Baba. Mungu nisaidie. Oh Lord my God, I pray, may you give me the grace, may you give me the grace, give me the grace, oh God, give me the grace. I pray in the name of Jesus. Ile neema ilifanya wale watu wafike mpaka mara ya 7, mpaka ukuta wa Yeriko ukaanguka. Give me that grace. Ile neema ilifanya mtumishi wa Mungu arudi mpaka akaona wingu mara ya 7. Nipe hiyo neema Baba. Ile neema ilifanya Naama aoge mpaka mara ya 7 akapona. Nipe hiyo neema Baba. Nisife moyo mara ya 5, nisife moyo mara ya 6, nisife moyo mara ya 4 Baba, kwa jina la Yesu. Nisiwe kama mfalme wa Israeli, alirusha mishale mitatu na nabii wa Mungu akamkasirikia, akasema ungeshinda maadui wako mara nyingi, lakini utawashinda mara kidogo, kwa sababu umerusha mishale midogo tu. Nisaidie Bwana wa mabwana, nisaidie Baba. Everybody tell God, help me Lord, the grace is available. Hebrews 4 and verse 16 inasema, sasa karibieni kiti cha neema, maana mtapokea neema ya wakati wa mahitaji. We need that grace. Let's come near the grace of God, that we may obtain grace in the time of need. We may obtain mercy in the time of need. Now, my God, I need your mercy, Lord. I need that grace now, my God. I now approach the seat of God, that I may obtain mercy to help me, Lord, in the time of need, oh God. I am in January. I am in the youth of the year. Biblia inasema kwamba mtu amfundishe mtoto akiwa mtoto njia za Bwana, na hata zisahau. Huu ndio ujana wa mwaka, huu ndio utotoni wa mwaka. Tuko katika childhood of the year. Hapa ndio tuna shape mwaka wetu. We shape our year in January. We form our year in January. We model our year in January. We direct our year in January. We guide our year in January. Oh my God, I pray. I cannot afford to keep quiet. Mara nyingi nimeombewa, na sasa it is my time. Wakati dunia iko na umbo lolote, Mungu hakunyamaza, alisema iwe na ikawa. Sisi ni nani tunyamaze Januari? Tutatangaza iwe na itakuwa. Tutatangaza tushinde na tutashinda. Tutatangaza tutatoboa na tutatoboa. Tutatangaza ya kwamba nguvu zinazotupinga, of the gates of hell, the gates of hell, malango ya kuzimu yanayonipinga, yanapinga kazi ya Mungu,
yote Baba, natangaza ya kwamba haitanipinga, haitaniweza kwa jina la Yesu. Neema yako Baba ikawe nami Baba. Jehova ukanitetee, Jehova ukanitetee, Jehova ukanipiganie, Jehova ukanipiganie Bwana. Oh my God, I pray in the name of Jesus. Bwana ukanisaidie, Bwana ukanitetee katika jina la Yesu. Na kuomba Baba, na kuomba Baba, Mungu wa Israeli, mkono wako unishike Baba, nishike na mkono wako Baba, nishike na mkono wako Jehova, na kuomba nishike na mkono wako. Mwambie Bwana, hold my hand, hold my hand, hold my hand. This January, my God, as I pray, as I fast, oh God, as I direct the year, as I command the year, as I lay foundation of the year, help me, my Father. This is my prayer. This is my prayer in the name of Jesus. And so shall it be, oh God, for the glory and honor of the name of the Lord. Thank you, Father. You're worthy, you're mighty, my God, in the name of Jesus, Son of the living God. Thank you, Father. This is my proclamation, oh God. Mungu nisaidie Baba, nisaidie Baba. Nakuomba Baba. Thank you, Father. Can you prophesy for the year in Jesus' mighty name? Can you prophesy? Tell the Lord, I prophesy. Baba ninatabiria, Baba ninatabiria, Baba ninatabiria mwaka huu. Natabiria mwaka huu kwa jina la Yesu. Again I speak to the year, my God, in the name of Jesus. Huu ndio mwaka, my God. Mungu ataelekeza mto wake kwangu. The Lord shall direct his river to me. The Lord, Mungu ataweka unono wa mwaka, unono wa mwaka ataweka katika njia zangu kwa jina la Yesu. Mungu weka unono, put the fatness of the year, the fatness of the year, the fertility of the year, the goodness of the year, the corn, the wheat of the year in my path, oh God, in the name of Jesus. Thank you, Father. I adore your name, oh God. I glorify you, Lord, for your mighty, Lord, for your great, oh God, for your wonderful, my God, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. May you help me, Lord, I pray, in the name of Jesus. Thank you, Father. I give you glory and honor, my Father. You are the Lord. You are precious, oh God. There is none like you, our Father. No other God like you, Jehovah God. Oh my God, nanyenyekea Bwana mbele zako, Mungu wa Israeli, kwa jina la Yesu. Unisaidie Baba, unisaidie Baba, unisaidie Baba, kwa jina la Yesu. Asante Baba, asante Bwana wa Bwana. Utukuzwe na uinuliwe Mungu wa neema. Jina lako libarikiwe Bwana. Asante. Anoint me, Father. Hakuna mtu atakayeshambuliwa akiomba. Hakuna mtu atakayepatwa na mabaya. Hakuna mtu atapatwa na ajali. Hakuna mtu atakayezirai. Hakuna mtu ataanguka Baba. Hakuna mtu atagonjeka. Hakuna mtu atapigwa risasi. Hakuna mtu atakayepatwa na mabaya. Natangaza neema na utukufu wa Bwana. Natangaza ulinzi wa Bwana. Natangaza the covering of the Lord. We are covered. We are covered. We are covered. As we pray, we are covered. As we go out, we are covered. As we come back, we are covered. We are covered, oh God. I thank you, Lord. I worship you, Lord, our Father. You are mighty, you are worthy, oh God. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Son of the living God. Kabla tupate our prayer guidelines, nataka niombe na Mama Tony. Just come, we give thanks for what God has done for you in the name of Jesus. Kile ambacho Mungu amefanya kwako kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. Oh Lord, we thank you. Thank you, our Father. Thank you, Jesus. Oh my God, because you have done it, oh God, in the name of Jesus. Tunyoshe mikono yetu tuelekeze kwa huyu mama kwa jina la Yesu. She's a woman of continued thanksgiving. Kila wakati hachoki kumtolea Mungu shukrani. Kila wakati hachoki. Kila wakati hajachoka. Baba, tunakutukuza kwa sababu ya muujiza uliotendea mama wetu. Hata kwa sababu ya muujiza tumesikia mtoto alikuwa akufe, alikuwa suffocated, lakini hakufa. Tuwasema asante, tuwasema asante, tuwasema asante.
tena Baba, tuwasema asante kwa sababu umemponya. Tuwasema asante, hajachoka kusema asante. Kila wakati Baba ametoa sadaka ya shukrani, amenena na kinywa chake asante Baba. Baba, utakapoona mabaya mbele zake ukamuokoe, utakapoona hatari mbele zake ukamuokoe, utakapoona moto wa shetani ukamuokoe, utakapoona mashimo ya shetani ukamuokoe. Twasema asante. Twapokea dhabihu ya shukrani aliyoitoa ikakubalike mbele zako, ukamlinde kwenye kazi yake, ukamlinde kwenye biashara yake, ukamlinde na kudumisha afya na muujiza uliotendeka juu yake. Pokea sadaka zote, pokea shukrani zote sasa na hata na milele, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na kushukuru. Yesu dhabihu nzuri. The Lord bless you. The Lord bless you. The Lord bless you in Jesus wonderful name. Amen. Nataka pia tuombee dada moja leo, alafu tupate our prayer guidelines in Jesus name. Are we ready to pray? I say, are we ready to pray? Yes. I say, are we ready to pray? Hallelujah. Now, fasting yetu is very simple. Unaacha chakula ya asubuhi na ya mchana. It is from 6 to 6. Hiyo hatuwezi jamani, huwezi. Yule pastor anaitwa, yule pastor alihagi masaa ngapi? 79 no water. Hata sisi tutakuwa tunalala, akulala, akula, akunywa na stress ya kusimama. Haya, kale kamshana kalihagi masaa ngapi? 72. Hakuna kulala. So it's very simple. Hata kama ni 21, don't take breakfast, don't take your lunch, alafu unakula jioni. Na usifanye ile ingine watu wanafanya, ile ukarabati ya asubuhi yote niwekee kando, ya mchana niwekee kando, sasa ninajumlisha yote jioni. Please don't do that. Na Biblia inasema wakati tunafunga, angalia mtu ni nani unaweza patia chakula yako. Look at your neighbor. Angalia mtu ambaye ana chakula, una donate hiyo chakula. Hallelujah. Hata ukifunga hiyo masaa, ukifunga na upeane hiyo chakula, na kuambia please, itakubalika mbele za Bwana. From 6 to 6. Huwezi zirai. Amen. Na tena tuko na siku Jumanne jioni tutakuwa hapa, Jumatano wakati wa fellowship, Friday and then Sunday. 4 days a week. Na ukitaka kuja kuomba unamwona David caretaker, alafu just come here in your private time and you pray. Hiyo tuweze tukashindwa. Jioni tunaomba pamoja Tuesday, baada ya ile program ya Tuesday program, and then Wednesday and then Friday tuko hapa tunamaliza vizuri on Sunday. Hallelujah. Nasema tunamaliza vizuri on Sunday. Praise the Lord. Tunamaliza vizuri on Sunday. Na usikubali chakula. Kuna mtu anataka aende kwa simu aniangalie. Kuna neno sijui nimeandika wapi. Inasema ya kwamba do not allow food to destroy the work of God. Mtu wa Google tu, sijajua nimeiandika wapi. Inasema somewhere, I think in Hebrews or somewhere, don't allow food to destroy the work of God. Wakati Biblia inasema kwamba usiruhusu mtu mwingine akwazwe kwa ile chakula unakula. You can Google it somewhere. Ukiona alafu tunawekewa hapa. Usikubali chakula kiharibu. Umeipata? Usikubali chakula hapa. Usikubali chakula kiharibu kazi ya Bwana. Don't allow food to destroy the work of God or the kingdom of God, something like that. Kama utapata utatuambia. Let's pray for our sister. Just come. Kuna dada moja amesema angependa kujiunga nasi, kwa hivyo tungependa kumwombea Mrs. Kimenia kwa jina la Yesu. Nataka wamama watatu wa imani wa escort huyu mama, wamama wa imani watatu wale. Kama unajua wewe ni mama wa imani, unakuja bila kuambiwa tu, unakuja and then you pray in Jesus name. Yes, tumepata Romans 14 and verse 20. Do not destroy the work of God for the sake of food. Hey, sio nzuri jamani?
Warumi 14 verse 20. Do not destroy the work of God for the sake of food. Usiharibu kazi ya Mungu kwa sababu ya chakula. Kwa hivyo chakula itaharibiwa na tumbo itaharibiwa. Wacha tuombe siku hizi kwa jina la Yesu. Nataka our sister pewe microphone, give a microphone aweze kusalimia and then tell us tusalimie, tuambie jina lako na umesema ungependa kujiunga nasi na ukasema tukupokee, tukuombee. We want to pray for you in Jesus name, na ninajua Mungu atakubariki kukuinua kwa jina la Yesu. Tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yangu ni Felisia Mbele, lakini sana nimezoea kuitwa Chiza. Yote yangu na nashukuru kwa Kristo ni Bwana. Nilikuja Rashidi tatu imeisha. Na nasema asante kwa Mungu kwa kunibariki na Bwana. Bwana asifiwe. Mimi ni bibi yake Kelele ile alikuwa festival na nimeshiriki festival kitu kama mwaka mmoja, lakini siku wote nilikuwa tu nikahimizwa. Nilikuwa nasikia watu wale sikuwa najua Rashidi vizuri, na nilikuwa napita hapa kwenda shule ya Rashidi na nikaomba tu kujiunga na wenye sasa amesema usicheze na mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. Nikikuja hapa kwa mtu mmoja nikamwambia Mungu kwa ile kitu juu nikikuja Rashidi nilikuwa nashiriki na Kristo ile kwa West ya Bishop JJ, nilikuwa nimeshiriki kitu kama miaka 7. Nikakuwa naenda na nikaona ni bali. Bwana asifiwe. Na penye niliingia kwa hii gate niliambia Mungu kitu moja, naomba kukubalika katika madhabahu. Bwana asifiwe. Msiwahi cheza na madhabahu. Kwa inasemanga ya kwamba Mungu ndiye atendelewa shirika, anashuka kwa madhabahu kwanza. Bwana asifiwe. Na nilikuwa najua nikikuja nikubalika na madhabahu ya hapa, hata matoleo yangu na roho yangu hapa. Bwana asifiwe. Na nikaambia Mungu jambo moja, kwa mama anataka yangu sana na Mungu kutoka na hata shetani anaongelea yangu sana. Bwana asifiwe. Niliambia Mungu kitu moja, nikiingia hii mlango usiwache niwe kikwazo kwa wenye mtakatifu. Bwana asifiwe. Usikubali niwe kikwazo kwa yote nitapata ndani ya nyumba yako Mungu. Usikubali niwe mmoja wa kikwazo hawa kodoo niwe wa kutoa nje. Bwana asifiwe. Sasa nikaambia Mungu, katika Biblia kuna mahali inasemekana ati kila mtu lazima awe na kuhani wake. Bwana asifiwe. Na mimi nikakiomba kwa mchungaji ni awe name of Jesus. Anilee kidogo kwa maana si mimi si mmoja sana katika Biblia, lakini awe kuhani wangu akitaja washirika wake lakini kileta fungu langu la 10 nikikubalika kwa madhabahu Mungu alikubali naye kuhani asikubali. Hilo ndio ombi langu siku ya leo. Amen. Hallelujah. Tupige Bwana makofi mazuri kwa jina la Yesu. Hallelujah. Thank you so much our sister J. Tunampokea dada wetu. Nasema tunampokea dada wetu. Tusimame wote mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Kwa sababu ya furaha ya Bwana, nataka kumshukuru Mungu, mwambie Bwana asante kwa sababu ya kuona Baba ya kwamba Baba inabidi tuongeze Baba. Mwambie Bwana asante. Mshukuru Mungu, mwambie Bwana asante. Baba tunasema asante. Tunapopokea dada Teresia kwa jina la Yesu. Mungu wa neema, ni wewe umemtuma. Ni wewe Baba umemwandaa. Ni wewe umemwandaa. Umemtuma Baba. Tunasema asante. Tunasema asante. Ya kwamba mahali hapa patakuwa baraka kwake. Mungu tunatangaza na yeye Baba atazidi kuwa baraka kwetu kwa jina la Yesu. Atakuwa baraka kwetu na sisi Baba tutakuwa baraka kwake. Oh my God. Na nena bingu yake ikafunguke. Bingu yake ikafunguke. Ombi lolote ambalo amekuomba Baba ukamtimizie Baba. Ukamtimizie Baba. Tunyoshe mikono yetu kwake kwa jina la Yesu. Nyosha mikono yako kwake in the name of Jesus. Lord, we pray for Teresia in the name of Jesus. Kama kuna mambo yalikuwa yamemfuata, mambo yasiyotokana na Bwana, kama alikuwa Bwana anavunjwa moyo, kama kulikuwa na mipango mibaya ya shetani, sasa Baba tunampokea Teresia na tunanena mambo hayo yote yakafika mwisho. Ninanena bingu yake ikafunguke kama vile Yakobo alifika mahali, ingawa alilalia mawe lakini haikujalisha ni mawe. Bingu ilifunguka, akaona malaika wakipanda na kushuka. Sasa hapa malaika wa Teresia wakapanda na kushuka, malaika wa majibu yake wakapanda na kushuka, malaika
Mwathani. Asiwahi kujuta Baba, asiwahi kujuta Baba. Mungu ninanena upigane vita vyake, upigane vita vyake. Umtembelee Baba, umwinue Bwana wa Bwana, umjaze na kumtumia Baba. Karama zilizoko ndani yake Baba zikafanya kazi hapa Baba, vipawa vyote vikafanya kazi kwa utukufu wa jina lako Baba. Pokea sifa Baba, pokea utukufu sasa na hata na milele, kwa jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Amen. Makofi mazuri kwa Yesu. Tunakupokea. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Wakati wote utakapokaa hapa, maombi yako yote Mungu akayajibu. Kama wakati Mungu alimwambia Suleimani, hiyo nyumba iliyoitanishwa na jina langu, kila wakati watu wangu watakapoenda pale na kunililia, nitasikia kilio chao. Kilio yako kilo ikuwa ni gani? May the Lord hear your cry every time you come and cry to the Lord in the name of Jesus. It is well with you now and forevermore. Yesu sadaka nzuri ya makofi wa mama wapokee na heshima. Hata wazee wamsalimie, watu wamsalimie na kupokea kwa jina la Yesu. Aishiye milele. Hallelujah. Hallelujah. The Lord bless you. The Lord bless you. The Lord bless you. Amen. Amen. Usikubali chakula kiharibu kazi ya Bwana. Amen. Let me pray for Murithi. Murithi come. Wacha tuombee Murithi na wale wengine ambao wanahitaji maombi pia tuweze kuombea kwa jina la Yesu. Nataka Rachel ama Ash moja maybe atapeana this as guidelines. Sio kumaanisha chochote cha kuomba kiko hapa. This is just to guide you. Na kama hazitoshi familia wanachukua moja. We have done this for some years now na tumeona Mungu akitupigania. Yes, you give just prayer guidance, just to guide you. Make sure you pray. Make sure you pray in Jesus mighty name. Let's pray for ndio mama Murithi aje. Pia let's pray for Murithi. Mora, let's come help me. Huyu ni mtoto wako, amekuwa ni mtoto wa youth wako, a very very humble and obedient God. Na tunakuombea kwanza, ukienda utoe ushuhuda. Unajua ni mimi nitakupeleka, nitahakikisha umetoa ushuhuda kwa shule. Haleluya. Nataka nisikie ushuhuda kesho. Kama nitakupeleka, ukifika utatoa testimony. Kule uingie CU and you become a good boy. Hatujakuwa na complaint na Murithi yoyote. Ameserve kwa madhabahu, ameserve kila mahali. Ya karibu my brother. Kwa hivyo I know Murithi atafanya kazi nzuri. As you go to senior secondary, do us proud. Kile ambacho unataka kuwa fanya. Na mambo ya nyumbani usahau. Usibebe nyumbani. Nyumbani iko na mama na iko na baba. Mambo ya your brother Murithi achana nayo. Usome. Hallelujah. Usome uwe kile ambacho unatamani kuwa. Praise the Lord. Hebu tusimame wote tuombe. Tushukuru na pia unaenda kesho. Na remember Alex brother Joseph. Alex pia anaenda kesho. Hallelujah. Hata wewe uende ufanye bidii. Do your very best. Tunataka kusikia graduation ya maprofesa. Tunataka kusikia kule mumeenda ile inaitwa Oxford University. Hatutaki ile Inolero University, hapana. Tunataka Oxford, zile za mbali kwa jina la. Tunasikia Murithi. Tunataka tusikie kwamba you are shining and you are doing your very best in Jesus name. Hebu tunyoshe mikono yetu tuombe. Na wale wengine ambao wako shule, wengine wako vyuo vikuu, wengine wako shule tofauti, we combine our prayer for them in Jesus mighty name. Thank you. So acheni tuamini tuombe. Thank you Father. Mungu ashie leo tunakuja mbele zako adui tena. Tunalinua na kuitukuza jina lako. Asante kwa ndiye Mungu wetu.
Asante hata kwa hii nafasi ambapo tuko hapa mbele zako. Mungu aishie mbele Bwana. Tumesimama hapa Bwana kama ishara Bwana, tunaletea mbele zako Bwana. Asante Bwana kwa hawa ambao wako mbele zako siku ya leo. Mungu aishie mbele Bwana. Mungu tunakushukuru na tunakupa sifa Bwana. Umekuwa pamoja nao Bwana, waliopo hata masomo yao Bwana, hata mahali ambapo wamefika Bwana. Tunakupa sifa Bwana, tunaliinua jina lako Bwana. Asante Mungu kwa Bwana umewapatia hata matokeo mema Bwana, na wapata nafasi hata kujiunga na shule ya upili Bwana. Mungu aishie mbele Bwana. Tunakupa sifa Bwana na tunasema ukuu, hakuna Mungu aliye kama Mungu wetu. Asante kwa ajili ya Mungu aishie mbele Bwana. Tunakupa sifa Bwana, hata wakati Bwana wanapotutayarisha Mungu aishie mbele Bwana. Bwana katika shule ya upili Mungu aishie mbele Bwana. Tunajua ni hatua nyingine Bwana katika maisha ya Mungu aishie mbele Bwana. Tunawakabidhi mikononi mwako Mungu aishie mbele Bwana. Wanapojiandaa siku ya kesho Mungu aishie mbele Bwana. Utakuwa pamoja nao Bwana. Mahitaji ambayo yanahitajika Mungu aishie mbele Bwana. Utendee Bwana, atakuwatendea Mungu aishie mbele Bwana. Kila kitu Bwana kinachohitajika Mungu aishie mbele Bwana, utaanza kuwatendea Bwana. Asante Mungu wetu. Asante kwa mwalimu Mungu aishie mbele Bwana. Anapojitayarisha Bwana siku ya kesho Bwana. Bwana katika shule huko Bwana Mungu aishie mbele Bwana. Tunaomba Mungu mtangulie Bwana. Uende mbele yake Mungu aishie mbele Bwana. Kila kitu Mungu uende kumtangulia Mungu aishie mbele Bwana. Asante Mungu, hata huduma ambayo yako Bwana hapo tayari siku ya kesho Bwana. Kujiunga na shule ya upili Mungu aishie mbele Bwana. Tunamkabidhi mikononi mwako Bwana. Kwa Mungu utaenda naye Bwana. Kila kitu ambacho kinahitajika Bwana Mungu utawatendea Mungu aishie mbele Bwana. Tunaombea Bwana wanapojiunga na shule ya upili Mungu aishie mbele. Ile spirit ya homesick ambayo watoto tunaishi hawatafikiria mambo ya nyumbani tena. Mungu aishie mbele Bwana. Uwalinde Bwana, hawatakuwa mwana na Mungu aishie mbele Bwana. Mungu utawalinda, hakuna mabaya ambayo utapata Mungu aishie mbele Bwana. Damu yako utawazingira Bwana. Wataenda na neema yako Mungu aishie mbele Bwana. Wanapoenda katika hiyo shule Bwana. Ukuu wako Bwana utaonekana juu yao Mungu aishie mbele Bwana. Baraka zako zitawafuata Bwana hata katika shule Mungu aishie mbele. Asante Mungu wetu. Tunaomba Mungu aishie mbele Bwana. Uwasaidie Bwana. Katika masomo ya Bwana wanapotumia na shule ya upili Mungu aishie mbele. Wanapoanza masomo ya Bwana. Ni hatima yao Mungu aishie mbele. Kila wangetamani kwa Bwana. Wanapoanza masomo ya Mungu aishie mbele uweza kuwabariki Bwana. Wabariki Bwana, waneemeshe Bwana. Hata familia zao wakati wote wazao Bwana. Fedha ambazo zinahitajika kwa masomo ya Mungu aishie mbele. Wewe Mungu ambaye hujalia watu wajalie Bwana. Kila kitu ambacho kinahitajika juu ya masomo ya Mungu aishie milele. Tunakuamini wewe Mungu wetu utawajalia. Asante Mungu wetu. Asante kwa ajili yao Bwana. Hata watu wengine wote ambao wanajiunga na shule ya upili Mungu aishie milele. Tunawakabidhi mikononi mwako Bwana. Asante hata wale Bwana wana matamanio ya shule ambayo kujiunga Bwana. Tunawakabidhi mikononi mwako. Wajalie Bwana. Wajalie mapenzi ya moyo wao Mungu aishie. Asante Mungu wetu. Asante Mungu wetu. Tunakupa sifa Bwana. Ndio Baba. Asante Mungu wetu. Ndio Baba. Asante Mungu wetu. Ndio Baba. Tunakushukuru na tunakusifu Bwana. Amen. Tunapoondoka mahali hapa Bwana, wanapoenda hata kesho Bwana, tunaomba Hosea yani masomo yetu Bwana. Waende na wafike salama Bwana. Tunalinua na kutukuza jina lako Bwana. Asante Mungu. Asante Mungu. Tunaomba hata muhula huu hata wale wengine wako shuleni Bwana. Mungu endelea kuwalinda. Endelea hata kuongoza hata katika masomo yao Mungu. Endelea hata kuwaneemesha. Asante Mungu wetu. Yes Lord. For this is our prayer in Jesus name. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Alex, go with the Lord. Tibet, how is the new school? How is the new school? Good. God bless you. God bless you. God bless you. Breathing. God bless you. Makofi mazuri kwa Yesu. Mungu wa amani wabariki sana. Kwa hivyo tumefika mwisho wa ibada. Wale ambao wengine wangependa maombi baada ya kumaliza viakia, tunaweza omba pamoja. Hii ni mwelekeo peke yake, simple guidelines to make sure uko engaged every day. Na next week tukija Sunday, alafu tunatoa the other week, alafu the other week
tukimaliza we cast our vision, ama tunatangaza maono yetu ya mwaka. Pia tunaombea missions za mwaka huu. Bado wale wageni wetu wa mission wa 8 wanakuja mwezi wa 8, na tutakuwa na mission nyingi. After prayers tunajua tunaomba mwezi wa Januari wote, mwezi wa pili ndio tunaingia tunatangaza all the missions, all the events ambazo tuko nazo tunazitangaza. Tuesday tukimaliza counseling ya program yetu tunafanya maombi jioni. Wednesday pia, na pia tunafanya Friday, na tunafanya on Sunday. Hallelujah. Now as we do that, we celebrate the Lord. Hebu James asimame na mke wake. James and your wife. We are so happy for James and his wife. Let's celebrate James and wife in Jesus' name. James ni mazao ya Tuesday program. Wale ambao James ni ndugu ya Ngoge. James ni ndugu ya Ngoge. Tulijiona na James akaja program kwa kumsaidia. Yeye alikuwa ni walevi wa kupindukia. Leo James ni mwinjilisti. Wakati ambapo ninaona anatembea, anahubiri na speaker, anahubiri kule Wangige Market, anahubiri kila mahali. Ninashukuru sana, na Mungu amemrejesha hata mwili, hata mke, hata mtoto, amewaongezea mtoto. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya kazi njema ambayo Bwana amefanya. Haleluya. Kwa hivyo wakati ambapo tuna support ile program yetu, msione kama ni kazi ya bure. Wale ambao wako kwenye madawa na nini, inaweza kuwa siku ya 6 tusione kama kuna mabadiliko, lakini siku ya 7 ikifika, lazima tunaona mazao na kazi nyingi ambayo Bwana amefanya. James Sunday tunakupatia nafasi, na ninashukuru Mungu ya kwamba Mungu anampaka na mafuta ya maombi, na amekuwa nasi hapo wiki nzima kuomba. Haleluya. Unapoona James unasema kuna Mungu mbinguni. Praise the Lord. Every John na Samuel na Peter, simameni tu please, pia tushangilie John na Peter kwa jina la Yesu. Hawa pia ni mazao ya hiyo program, na ninajua very soon hapa tutakuwa mpaka na ibada za kubariki ndoa. Wale ambao ndoa zao halijabarikiwa, tutabariki ndoa zao. Praise the Lord. Na unaona John ameanza, unaona hata akija program watu wanauliza John alitoka wapi. Ninaomba na tuwaombee sana, wadumu kwa wokovu, wadumu kwa kazi ya Mungu. Haleluya. Hata Monica simama. Monica pia ni mazao ya Tuesday program. Haleluya. Watu wengi wajui historia ya Monica, kama vile Pastor Frank alisema tulitembea kwao. Nakumbuka kuna wakati Muhindi alikuwa amekuja akawa baraka kwao. Haleluya. Na mambo mengi. Monica ukae kwa Mungu. Oikale kwa gani na dokelira. Monica alikuwa na manywele hivi makubwa. Hata bado tuko na hizo picha tukamonyoa. Na leo ninaona ya kwamba Mungu anaendelea kufanya kazi. Kuna Mungu mbinguni. Ambia jirani yako kuna Mungu mbinguni. Kuna Mungu anageuza watu. Kuna Mungu anainua watu. Kuna Mungu anabadilisha watu. Haleluya. Tusimame tuseme neema ya Bwana kwa jina la Yesu. Weka mkono wako kwenye kichwa chako, sema sitakufa, sitapigwa risasi, jitapilie, sitagongwa na bodaboda, sitaanguka na ndege, sitapigwa na gari, sitamwona mnyama, sitarogwa, sitachomeka na stima, sitabebwa na maji, sitaanguka kwa shimo, sitatungwa na kisu, sitalala hospitali, sitalala nikose kuamuka. Nakataa kansa, nakataa malaria, nakataa high blood pressure, ninakataa uvimbe wa mwili, ninakataa pneumonia, nakataa fibros, nakataa kansa. Hauna nafasi, hauna nguvu juu yangu. Ninajiombea, ninajitabiria, damu ya Yesu ikatembee ndani yangu. Kama kuna mbegu ya magonjwa ife kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikateketeze chochote ambacho ukifanya ndani yangu. Baba ukani
uliinue na kulibariki Baba. My Father, na nasema watoto wangu hawataitwa mayatima, sitaitwa mjane. Na Baba, hata wajane walio hapa Baba, ninawaombea, naombea wadumisha, wainue, wapiganie kwa jina la Yesu. Mayatima walio hapa ukawainue na kuwapigania na ukawe Baba wao. Baba, utubariki tuendapo na turudipo Baba, kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na pokea utukufu kwa jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tunaomba na kushukuru. Sadaka nzuri ya makofi kwa Yesu unaposhika